Mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saadi Mtambule ameitaja na kuipongeza hospitali ya Kitengule kwa kuwa mkombozi wa kuokoa majeruhi wa ajali ya barabara ya Wazo ambazo zimekuwa zikitokea mara kwa mara kwa kugharimu maisha na mali za watu. Katika hatua hiyo, Mheshimiwa Saadi anaiomba hospitali hiyo kuendelea na utayari huo wa kuokoa maisha ya watu na akiahidi serikali kurekebisha njia hii kutoka njia 2 kuwa njia 4. Nichukue fursa hii pia kutoa shukrani sana kwa hospitali hii ya Kitengule, mkurugenzi mkuu wa hospitali hii Dr. Saiba, mkurugenzi wa uendeshaji na madaktari wote kwa wepesi wa kupokea majeruhi na kuwapa huduma ya haraka, na kwa kweli wameweza kuwa stabilize wote na nimeona maendeleo yao yanaridhisha sana. Kwa hiyo niwashukuru sana hospitali ya Kitengule, uongozi mzima na madaktari kwa jinsi ambavyo sisi wana Kinondoni tunapata huduma kutoka kwenye hospitali hii. Lakini chukua nafasi hii pia niwaambie wana Kinondoni wenzangu, hasa sote tunaotumia barabara hii, ni kweli tunao hicho mlima huu ambao unaenda pale kiwandani, mlima huu wa Wazo tumezoea kuita namna hii, na umekuwa na ajali kadhaa, na kama serikali tumeendelea kuchukua hatua, na hasa kwa kushirikiana na wenzetu wa TANROADS wanaosimamia ujenzi pamoja na ukarabati wa mabarabara haya. Na tunachofahamu na kuambia wananchi ni kwamba tuendelee kuvuta subira, kwa sababu serikali ina mpango mahususi wa kuifanya hiyo barabara badala ya kuwa njia 2 iweze kuwa njia 4. Katika taarifa yake kwa mkuu wa wilaya, afisa mwandamizi hospitali Bwana Boni Mabusi anaeleza nia ya uongozi wa hospitali hiyo kushirikiana na serikali pale inapobidi, hususani katika mambo ya udharura ikiwemo ajali. Lakini ni mtu ambaye ametoa taarifa haikuwa sahihi, kwa sababu sisi Kitengule hospitali tunatoa huduma, na moja ya huduma ambayo tunatoa ni huduma za dharura au emergency services. Na katika hili tumekuwa siku zote tangu hospitali imeanza tunapokea wagonjwa wa ajali mbalimbali kutoka maeneo tofauti, na wakifika hapa tunahudumia, hatujali ameletwa na nani. Hospitali ya Kitengule ni moja ya hospitali zinazotoa huduma za kibingwa huku ikisheheni mashine za kutosha. Naitwa Dr. Ngailo, mimi ni mkurugenzi wa tiba katika hospitali ya Kitengule. So katika hospitali yetu kwa kweli tunajivunia, tuna huduma mbalimbali. Tuna huduma za ndani na huduma za nje. Nitaomba briefly nizungumzie huduma za nje kwanza. Huduma za nje ni za wagonjwa ambao wanakuja kutibiwa na kurudi nyumbani au wanakuwa referred kwenda kwenye vituo vingine kwa ajili ya huduma zaidi kama Muhimbili au Moi au Mloganzila. So kwenye huduma za nje tuna huduma pia za kibingwa na kibingwa bingwa, na pia huduma za kibingwa kibobezi. Kwa hiyo tuna huduma za dharura ambao ni emergency department, tuna huduma za ICU, tuna huduma za dialysis, tuna huduma za meno, tuna huduma za macho, tuna huduma za masikio, koo na kinywa, tuna huduma za madaktari bingwa wa watoto, akina mama, ngozi na allergy. Lakini tuna vipimo pia mbalimbali kwenye upande wa huduma za nje. Tuna radiolojia ambayo ina vipimo vingi sana, nitavitaja vichache tu. Tuna huduma za CT scan, tuna huduma za MRI, tuna laparoscopic tower ambako tunafanya laparoscopic surgeries ambazo ni hospitali chache sana zinafanya. Kwa kweli tumebarikiwa na tunapata wagonjwa na wanatibiwa, wanapona na wanaendelea vizuri. Pia tunafanya endoscopic procedures mbalimbali. Tuna huduma za madaktari bingwa wa mifupa na sio mmoja tu, na wanafanya kazi nzuri sana. Tunawashukuru na tunawapongeza kwa hilo. Kwenye huduma za ndani pia tuna madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani, wako wengi, almost zaidi ya 6. Lakini pia mbali na hayo tumeenda mbali zaidi kwa huduma za wagonjwa wa nje tu. Kwa sasa hivi tuna uwezo wa kuhudumia zaidi ya wagonjwa 800 kwa siku. Wote wanapata huduma nzuri za haraka, watasave na muda wao na wanaondoka kwa wamepata majibu na wanaridhika na matibabu yao. Na huduma ya VVIP service. Kwenye huduma hii mgonjwa anakuwa escorted kwanza hana movements. Anafika, anapokelewa na ushers wetu, ataenda kwenye sehemu maalum, ofisi maalum,
ambako atapata huduma mbalimbali za viburudisho. Wakati daktari atakuja kumfuata pale alipo, atamuona, atamsikiliza, vipimo vitakuwa ordered. Mtaalamu wa maabara atakuja kumtoa pale alipo, atamtoa vipimo vyote ambavyo viko ordered. Lakini kama atahitaji kwenda kwenye vipimo vya ambavyo haviko pale, anakuwa escorted na hakai foleni kabisa. Na majibu yanapokuwa tayari, pia mtaalamu wetu anayemtibu anarudi na kumsomea majibu yake na kumpatia dawa na kumfanyia counseling ya majibu aliyoyapata, dawa anazoenda kutumia, what to expect na outcome. So huduma hii ni nzuri na kwa kweli inafanya vizuri na wagonjwa wengi wanaipenda. So karibuni tuendelee kuwahudumia. So nikienda zaidi kwenye upande wa wagonjwa wa ndani, yes, tuna wodi za aina mbalimbali. Labda ni vema tukazijua hizo kwa sababu huduma tunazofanya madaktari bingwa wote walioko wanatoa huduma za nje, wanafanya different surgeries ambazo mwisho wa siku watawalaza wagonjwa ndani. Sasa naomba nizungumzie tu spectrum ya wodi zetu. Tuna wodi za kawaida, tuna wodi za VIP na tuna wodi za private. So huku kote tuna manesi wa kutosha, monitoring inafanyika vizuri na tuna very good outcome ya patients. Na tunatoa pia huduma ambazo ni nzuri.